Karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii ipo kwa ajili ya kutufundisha kufahamu ulimwengu wa roho na kufahamu vitu vya kiroho vitakavyoweza kutusaidia kushinda vita katika wakati tulipo katika dunia hii tulio nayo, na wakati tunamsubiria Kristo anaporudi duniani kwa mara ya pili. Leo nimerudi tena katika channel hii, ninafundisha kwa habari ya hatua zako za kiroho. Hatua zako za kiroho. Hatua zako za kiroho. Narudia tena, tunajifunza somo la leo, hatua zako za kiroho. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel hii, na kukaribisha sana, karibu sana, ni sehemu sahihi. Na unaweza ukasubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu kwa muda mwafaka. Mungu akubariki sana. Leo tunajifunza kwa habari ya hatua za rohoni. Hatua zako za kiroho zilizorudishwa nyuma. Kuna watu walikuwa na biashara kubwa, kuna watu walikuwa na kazi kubwa, kuna watu walikuwa na maendeleo makubwa, lakini baada ya kurudishwa hatua zao nyuma walifilisika. Kuna watu walikuwa na malengo makubwa ya maisha. Alikuwa na maduka, kikanana kwambia nilikuwa na maduka, nilikuwa na hoteli kubwa, nilikuwa na mafanikio makubwa, nilikuwa na mashamba, nilikuwa na matrekta, nilikuwa na majumba, lakini kwa sasa hivi hana. Asa nataka nifundishe hatua zako za kiroho, hatua zako za rohoni zilizorudishwa nyuma. Napozungumza kwa habari ya hatua, nazungumza kwa kile Mungu anachokupa ulichokuwa hauna. Mungu anachokupa au kukuletea katika maisha yako, kile ambacho ulikuwa hauna, ambacho Mungu anakupa wewe katika maisha yako. Mfano, ulikuwa hauna godoro la kulala, Mungu akakupa kitanda. Ulikuwa hauna kitanda, Mungu akakupa makochi. Ulikuwa na kitanda, hauna kochi, Mungu akakupa makochi. Hiyo ni hatua. Ulikuwa hauna kiwanja, Mungu anakupa hatua, unapata kiwanja, kwambia Bwana nimenunua kiwanja. Hiyo ni hatua katika ulimwengu wa roho, Mungu anayokupa. Ulikuwa hauna gari, Mungu akakupa gari. Hiyo ni hatua. Ulikuwa hujajenga nyumba, una kiwanja lakini haujajenga nyumba. Ulikuwa na kiwanja lakini haujajenga nyumba, Mungu akakupa nyumba, ukajenga nyumba. Hiyo ni hatua. Kwa ninapokuwa nazungumza kwa habari ya hatua, nazungumza vile vitu ambavyo Mungu amekupa. Hivyo ndivyo vinatafuta ulimwengu wa roho kukurudishwa nyuma. Hivyo ndio vinatafutwa kurudisha nyuma. Ndio maana alikuwa anasema nilikuwa na mtaji umekatwa. Nilikuwa na biashara kubwa, imekufa. Nasema mtumishi Katambi, unaongea nini? Kitabu cha Maombolezo sura ile ya 4 mstari wa 18, hatua zako za rohoni zinazorudishwa nyuma. Kwa unapoona unarudi nyuma katika ulimwengu wa mwili, hiyo kurudi nyuma tu haianzii ulimwengu wa mwili, bali inaanzia ulimwengu wako wa roho. Unapoona ulikuwa na maendeleo ukaanza kurudi nyuma, haianzii ulimwengu wa mwili, inaanzia ulimwengu wako wa roho. Kitabu cha Maombolezo sura ya 4, hatua zako za rohoni zilizorudishwa nyuma. Maombolezo sura ya 4 mstari wa 18. Maombolezo sura ya 4 mstari wa 18. Hapo nafundisha hatua zako za rohoni zilizorudishwa nyuma. Na tutaanza kuangalia sasa katika Maombolezo sura ya 4 mstari wa 18. Maandiko yanasema katika Maombolezo sura ya 4 mstari wa 18, maandiko yanasema, tutasoma hapo. Maandiko yanasema, some pamoja. Maombolezo sura ya 4 mstari wa 18, maandiko hapo anaongea, anazungumza, anasema watatuvizia hatua zetu, wanatuvizia hatua zetu, hata hatuwezi kwenda
katika njia zetu. Mwisho wetu umekaribia na siku zetu zimetimia, maana mwisho wetu umefika. Hapa anasema katika Maombolezo sura ya 2 mstari wa 18, anasema wanatuvizia hatua zetu katika ulimwengu wa roho. Maana yake maadui wanachovizia kwako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye uchumi wako, ni zile hatua zako za rohoni. Ulikuwa wakati hujaolewa, ulipokuwa ni binti, ulikuwa bado hujapata hatua ya uchumi ya ndoa. Ulikuwa wakati haujaolewa, ulikuwa huko hatua kwenye ndoa. Kwa usipoangalia hiyo, ndoa ni hatua. Ndio maana unasema tangu nilipoingia kwenye ndoa nimekuwa na changamoto kali sana. Tangu nilipoingia kwenye ndoa nimekuwa na vita kali sana. Wanapiga hatua zako za rohoni. Mwingine anasema mtumishi, yani mimi ni tangu nilipoingia tu chuoni vita ikaongezeka, ndugu wakanikataa, watu wanaonisaidia wakanikimbia. Kwa nini mtumishi? Kwa sababu umepata hatua mpya ya kuingia chuoni. Kwa hiyo kinachopigwa vita ni hatua yako. Yani mtumishi, nilipoanza tu kujenga, magonjwa kaanza kuingia kwenye nyumba, mafarakano kwenye ndoa, tukaanza kurumbana. Wanapiga hatua zako za rohoni. Hapa kitabu cha Maombolezo sura ya 4 mstari wa 18 anasema wanavizia hatua zako. Kwa tafasiri halisi, maduka ni hatua, biashara ulionayo ni hatua. Hicho unachokifanya ili kiweze kuongezeka lazima wapige hatua zako. Ndio maana unasikia mtu anakwambia nilikuwa na mtaji mkubwa, umefilisika. Nilikuwa nafanya kazi kubwa, imefilisika. Nilikuwa na watu wengi nashirikiana nao kwenye kazi, imefilisika. Kwa wanavizia hatua zako katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo napozungumza kwa habari ya hatua, sifundishi kwa hatua za kimwili, nafundisha kwa hatua zako za kiroho, ambapo hicho unachokifanya kinapoongezeka. Ulikuwa na duka moja, ukaongeza duka la pili, ni hatua. Ulikuwa unauza labda ndizi kwa kupima kwa mikungu, ukaanza kuuza kwa semi, ni hatua. Ukaanza kuuza kwa magari, ni hatua. Ulikuwa na duka moja, ukaanza kuwa na maduka mengi, ni hatua. Sasa hizi hatua za rohoni unazozipata, hizi ndizo ulimwengu wa roho wanaziwinda. Nasema mtumishi, unaongea nini? Kitabu cha Ayubu sura 18, Ayubu sura 18 na mstari ule wa 7. Ayubu sura 18 mstari wa 7. Ukitaka kuharibu maisha yako, wanapiga hatua zako za rohoni, wanateka hatua zako za rohoni. Hizo akishazishika huwezi kufanikiwa. Ayubu sura 18 mstari wa 17, hapo ndipo tutaanza kuangalia hatua zako za rohoni. Ndio maana nasikia mtu anakuambia nilikuwa na biashara kubwa imeharibika, nilikuwa na kazi kubwa imeharibika. Wamepiga hatua zako. Usikate tamaa. Mwisho wa ibada hii tutakuwa na kipindi maalum cha kuweza kuomba na hatua zako. Kwa wewe uliofilisika, wewe biashara yako zilizoharibika, ulikuwa na maisha makubwa umerudi nyuma, tutakuwa na maombi maalum ya kuweza kuomba na wewe, na Mungu atakuinua tena katika jina la Yesu na kwa damu Yesu aliye hai. Amen. Kitabu cha Ayubu sura 18 mstari ule wa 7. Ayubu 18 mstari wa 7. Kitabu cha Ayubu sura ya 18 mstari wa 7. Maandiko anasema, Ayubu sura 18 mstari wa 7. Maandiko anasema hatua zake za nguvu zitasongwa na shauri lake mwenyewe litaangushwa chini. Ayubu sura, nimefundisha hapo nyuma kwamba hatua zako ni kile ambacho Mungu amekupa. Kibiashara unaongezeka, kiuchumi unaongezeka, kikazi unaongezeka, kimafanikio unaongezeka. Lakini Ayubu sura ya 18 mstari wa 7 anasema hatua zake za nguvu, anasema hatua zake za nguvu zitasongwa na shauri lake mwenyewe litaangushwa chini. Hatua zake za nguvu, maana yake nguvu yako ya kufanikiwa, nguvu yako ya kufanikiwa, uwezo wako wa kufanikiwa, kuwa na biashara moja,
kwenda biashara ya pili, kuwa na biashara ya tatu, kuwa na biashara ya nne. Imebebwa hiyo nguvu ya kukuinua, iko kwenye hatua zako za rohoni. Na nitafundisha leo, ni mchezo mchafu wanaofanya wachawi. Wakishika hatua zako za rohoni, ndio nakuta wanazirudisha nyuma. Unakuta mtu alikuwa na duka linaisha, alikuwa na toyo 7, toyo 8 zinaisha, alikuwa na viwanja anauza, alikuwa na nyumba anauza, alikuwa na familia anauza, lakini kilichoshikwa hatua zako za rohoni. Sasa maandiko yanasema hatua zake za nguvu. Maana yake nguvu yako ya kufanikiwa katika ulimwengu wa roho, nguvu yako ya kufanikiwa katika uchumi ulimwengu wa roho imebebwa kwenye hatua zako za rohoni. Nguvu ya kuinuka upya kwenye maisha yako imebebwa kwenye hatua zako za rohoni. Sasa wengi wanapopambana kibiashara, wengi wanapopambana kwenye kazi, wanajua kwamba kazi yangu itanifanikisha, kazi yangu itanifanikisha. Lakini kinachokufanikisha ulimwengu wa roho ni hatua zako za kiroho. Wakishika hatua zako za rohoni, nguvu yako ya maendeleo imeshikwa, nguvu yako mafanikio imeshikwa. Ndio maana Ayubu sura 18 mstari wa 7 anasema hatua zake za nguvu zitasongwa na shauri lake mwenyewe litaangushwa chini. Maana yako wanakuzonga kwenye biashara, wanakuzonga kwenye biashara, wanakuzonga kwenye uchumi kupitia kufunga hatua zako za kiroho, kupitia kushikilia hatua zako za kiroho. Kwa hiyo nguvu ya kufanikiwa iko kwenye hatua zako za roho. Sasa hiyo ndo wachawi wanakuzonga. Ndio maana unafungua biashara, wanakuroga, hawataki upate hatua mpya. Unaenda kununua kiwanja, wanaroga, hakuna kujenga. Wanafunga nguvu yako ya hatua zako za mafanikio katika ulimwengu wa roho. Uko kwenye ndoa, wanafunga hatua yako ya ndoa katika ulimwengu wa roho. Wanafunga hatua yako ya ndoa katika ulimwengu wa roho. Wanashughulika na hatua zako katika ulimwengu wa roho. Wakifunga hatua zako katika ulimwengu wa roho, huwezi fanikiwa, huwezi inuka kimaisha, huwezi inuka kiuchumi. Kwa hiyo wengi wanajiuliza, sema, mtumishi, nimekuwa na vita sana kwenye biashara. Mtumishi, nimekuwa na vita sana kwenye kazi. Mtumishi, nimekuwa na vita sana kwenye hii ndoa. Kinachopigwa vita ni hatua zako. Ndio maana Ayubu sura ya 18 mstari wa 7 anasema hatua zake zikasongwa. Yaani hicho unachokifanya hawataki uongezeke kwenye hatua nyingine. Hiyo hali unayotaka kupita uingie kiwango kingine cha maisha, kiwango kingine cha uchumi, hawataki uingie kwenye kiwango kingine. Wanaizonga zonga hatua zako. Ndio maana unamkuta mtu anamtaja uongezeki. Unamkuta mtu maisha yake miaka nenda miaka rudi haongezeki. Kilichofungwa ni hatua zako za rohoni. Kilichoshikiliwa ni hatua zako za rohoni. Wakifunga hatua zako za rohoni, uchumi wako, mafanikio yako katika ulimwengu wa roho yanakamatwa. Mema yako katika ulimwengu wa roho yanakamatwa. Uchumi wako katika ulimwengu wa roho unakamatwa katika ulimwengu wa roho. Nasema, mtumishi, unaongea nini? Mtumishi, unaongea nini? Nataka tuweze kuomba kwa habari ya kufungua hatua zako za rohoni. Kuna watu wamefilisika. Kuna watu walikuwa na mitaji mikubwa. Kuna watu walikuwa na makampuni yameisha. Kilichopigwa kwako ni hatua. Kwa hiyo unashangaa unaenda kuombewa, mtumishi anaomba vitu vingine. Atakuwa kuombea hatua zako za rohoni. Unapoombewa hatua zako za rohoni, ukazipeleka mbele, biashara yako inafanikiwa, kazi yako inafanikiwa, uchumi wako unafanikiwa katika ulimwengu wa roho. Nasema, mtumishi, unaongea nini? Zaburi sura ya 17 mstari wa 11. Usikate tamaa, usivunjike moyo, usichoke, ombea hatua zako za rohoni zifunguliwe. Zaburi sura 17 mstari wa 11. Kitabu cha Zaburi sura 17 mstari wa 11. Maandiko yanasema, Zaburi sura ya 17
7 mstari wa 11. Kwa hiyo ndo unaanza kugundua kumbe kwa nini nilifungua kabiashara kakapigwa, kwa nini nilifungua duka likapigwa. Wanapiga hatua zako, yaani nataka kurudishe nyuma usifanikiwe. Sasa wewe unapogundua, unapoenda kuomba, ombea hatua zako za rohoni ziende mbele. Zaburi sura ile ya 17 mstari wa 11. Hapo unanifuatilia? Zaburi sura ile ya 17 mstari wa 11. Maandiko yanasema, Zaburi sura 17 mstari wa 11, hatua zako za uchumi, hatua zako za biashara zinapigwa katika ulimwengu wa roho. Zaburi sura 17 mstari wa 11 anasema, kitabu cha Zaburi hiyo sura hiyo ya 17 na mstari wa 11, maandiko yanasema, sasa wametuzunguka hatua zetu. Sasa wametuzunguka hatua zetu. Alafu anasema, hawa ni wakina nani wamezunguka? Wakina nani wamezunguka hatua zetu? Wachawi, wakuu wa anga, wakuu wa giza wanazunguka hatua zako. Hilo duka lazima life, hiyo biashara lazima ife. Si ameolewa kaingia kwenye ndoa, lazima achike. Si anafanya biashara, lazima biashara ife. Si amenunua IC, lazima IC ziwe kwenye juu. Si yeye ni mkurugenzi, lazima atoe kwenye ukurugenzi huu. Yeye ni mhasibu, lazima atoe kwenye uhasibu hii. Yeye ni mfanyabiashara, anaenda China, lazima atoke. Wanachowinda hatua zako za rohoni ziharibiwe. Yeye anauza mitumba, anajifanya nakata magoli mengi, lazima afilisike. Anajifanya analeta mizigo mikubwa, lazima afilisike. Wanachowinda hatua zako za rohoni. Na usipoelewa nasema, sasa mimi mtumishi naombea biashara inaharibika, naweka mtaji unaharibika, nakopa naweka mtaji unaharibika. Ombea hatua zako za rohoni. Nasema mtumishi unaongea nini? Zaburi sura 17 mstari wa 11 anasema, wanazunguka hatua zetu na kuyakaza macho yao kutuangusha chini. Maana yake wanaposhika hatua zako za rohoni, biashara yako imekamatwa. Wanaposhika hatua zako za rohoni, uchumi wako umekamatwa. Hapa anasema utuangusha chini. Ndo nasikia mtu alikuwa na duka halina kitu. Ndo nasikia mtu alikuwa na mafanikio anafilisika. Kilichotekwa kwenye ulimwengu wake wa roho, hatua zake za rohoni zimefungwa. Hatua za rohoni zikifungwa, kila unachokifanya hakiendi sawasawa. Ndo pale unafanya biashara inakufa, unafanya kazi inaharibika, unafanya kitu akiendi sawa. Kumbe kilichofungwa kwenye ulimwengu wako wa roho, hatua zako za rohoni zimeshikwa. Unasema mtumishi unaongea nini? Kitabu cha Mithali sura ya 5, kitabu cha Mithali sura ya 5, kitabu cha Mithali sura ya 5 mstari wa 5. Kwa hiyo unaposikia mtu alikuwa na duka, alikuwa na nyumba, ameuza, alikuwa kwenye ndoa, ametoka, walipiga hatua zako za rohoni, waliharibu hatua zako za rohoni, waliharibu hatua zako za rohoni. Mithali sura ya 5 mstari wa 5, maandiko yanasema katika Mithali sura ya 5 mstari wa 5, kwa unapoona mambo yanaharibika, ombea hatua zako za kiroho. Mithali sura ya 5 mstari wa 5 anasema, miguu yake inateremkia mauti na hatua zake zimeshikamana na kuzimu. Anasema miguu yake inateremkia mauti. Maana yake hapa anazungumza kwa habari ya hatua zako za rohoni. Ili wapate hatua zako za rohoni, wanafuatilia miguu yako. Kwa anasema miguu yako itateremkia mauti na hatua zako zitaharibiwa. Kuna nini tunataka tujifunze siku ya leo? Kuna mahusiano, fuatilia kwenye somo langu uliofundisha kwa habari ya umiliki wa kiroho, upo kwenye miguu yako. Sasa na Joshua sura ya 1
mstari ule wa 3 anasema zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu mtamiliki na kutawala. Sawasawa na Kumbukumbu la Torati 24. Hapo utaanza kuona ya kwamba Mungu anawaambia wana Israeli kwamba mtakapokanyaga miguu yenu katika nchi niwapayo mtamiliki na kutawala. Kwa tunaanza kupata siri kwamba wakitaka kurudisha hatua zako nyuma za biashara, wakitaka kurudisha nyuma hatua zako za kazi, wanakamata kupitia nyayo za miguu yako. Wanateka kupitia nyayo za miguu yako. Wanateka kupitia nyayo za miguu yako. Kwa hiyo wanachota nyayo za miguu mahali ulipokanyaga, ndipo wanakwenda sasa kusema sasa biashara yake tunarudisha nyuma, uchumi wake tunarudisha nyuma, maendeleo yake tunarudisha nyuma, kazi yake tunarudisha nyuma. Wamechota nyayo za miguu yako. Wanazunguka kusema hatafanikiwa mtu huyu. Wanazunguka kusema hatainuka kiuchumi mtu huyu. Hatua zako, unaona mtu anaanza kufilisika, unaona mtu anaanza biashara kuharibika, unaona mtu anaanza kazi kuharibika, unaona mtu ndoa zinaanza kuharibika, unaona mtu uchumi unaanza kuharibika. Kilichofungwa kwenye ulimwengu wa roho, hatua zako. Kwa hiyo mpendwa unanisikiliza, unapoanza kuomba kwa habari ya biashara yako ili uongezeke, unapoanza kuomba kwa habari ya kazi yako ili uongezeke, unapoanza kuomba kwa habari ya uchumi ili uongezeke, unapoanza kuomba kwa habari ya hiyo kazi uongezeke, mwambie Mungu, ziimarisha hatua zangu. Mungu, nipe hatua mpya kwenye hii kazi. Mungu, nipe hatua mpya kwenye hii biashara. Utashangaa biashara inaongezeka, kazi inaongezeka, kiuchumi inaongezeka, kimafanikio inaongezeka katika ulimwengu wa roho. Kwa wakitaka kukurudisha nyuma kimaisha, wanafunga hatua zako za rohoni. Pendo unaonisikiliza, ifuatilie somo lijalo. Itakuwa na maombi maalum kwa ajili ya kufungua hatua zako, na ili uwe kwanza kupata maombi hayo, unaweza ukasubscribe channel hii, ukakomenti hapo chini na kushare. Mungu akubariki sana. Watu wengi wamekuwa wakipita kwenye mapito mengi mazito. Watu wengi wamekuwa wakipita, kwa nini nilikuwa na hatua, nimeolewa sasa hivi siko kwenye ndoa tena. Nilikuwa na biashara kubwa, siko kwenye biashara kubwa tena. Kilichopigwa hatua zako za rohoni zilizopigwa katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Karibu sana katika channel yetu pendwa hii, na tuendelea kujifunza mambo makuu sana katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki na kushukuru kwa ajili ya kusikiza somo hili katika jina la Yesu aliye hai. Amen.